Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026 ambao tumeutaka kutazama siku ya leo ni mchezo ambao umekutanisha timu ya taifa ya Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, ambapo Ivory Coast walikuwa kimenyana dhidi ya timu ya taifa ya Kenya, ambapo mchezo huo umeweza kumalizika kwa timu ya Ivory Coast kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 na kuweza kuqualify ama kufuzu kwenda kushiriki michuano mikubwa ya kombe la dunia, michuano ambayo inatarajiwa kufanyika katika nchi ya Marekani, nchi ya Canada na Mexico, michuano ambayo inatarajia kuanza hapo mwaka 2026. Kuna kutazama mchezo huu kwa sababu mchezaji anayekipiga katika klabu ya soka ya Yanga Sports Club, hapa tukienda kumwangalia Pacome Theodore Zouzoua, aliweza kufanikiwa kucheza mchezo huo na kuweza kuisaidia timu yake ya taifa ya Ivory Coast kuweza kuqualify kwenda hatua ya michuano mikubwa ya kombe la dunia, michuano ambayo kama tulivyokuambia inatarajiwa kufanyika mwakani. Timu ya taifa ya Ivory Coast ndio ambao kwa upande mwingine waliweza kufungua mabao, ambapo tunashuhudia katika dakika ya 7 kupitia kwa mchezaji Frankie Kessie akipokea pasi iliyopigwa na Amadi Diallo, akaweza kuiandikia timu ya taifa ya Ivory Coast bao la kuongoza, na mpaka half time Ivory Coast walikuwa wakiongoza kwa bao 1-0. Katika kipindi cha pili tunashuhudia kutokana na pasi ambayo ilipigwa na Grissan Conan, basi mchezaji yani Diomande akaweza kuiandikia timu ya taifa ya Ivory Coast bao la pili, na bao la tatu la timu ya Ivory Coast limeweza kufungwa na Amad Diallo, mchezaji ambaye anacheza katika timu ya Manchester United inayoshiriki ligi kuu nchini Uingereza. Mchezaji Pacome Zouzoua na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kuchagiza kwa sababu aliweza kufanikiwa kucheza mchezo huu, na tukiangalia takwimu zake zinaonyesha alikuwa katika ranking ya 7.8, ni miongoni mwa nyota ambao walikuwa katika kiwango bora. Mchezaji anayofahamika kwa jina la Pacome Zouzoua ni mchezaji pekee kutokea katika bara la Afrika ambaye anacheza katika timu ya taifa ya Ivory Coast. Wengine waliobakia wote wameitwa kutoka nje ya bara la Afrika. Mara baada ya Ivory Coast kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0, sasa ni timu ambayo imeweza kuqualify ama kwenda kushiriki michuano mikubwa ya kombe la dunia, wakiwa wamecheza mechi 10, wameshinda michezo 8 na sare michezo 2, wakiwa hawajapoteza mchezo wote, wakiwa wamefunga mabao 25 pasipo kuruhusu bao lolote, wakiwa na alama 26 kileleni mwa msimamo wa kundi F. Katika nafasi ya pili yupo Gaboni, ambapo Gaboni atakwenda kucheza playoff na mataifa mengine ili kuweza kutafuta tiketi ya kwenda kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2026. Kwa hiyo ndio hivyo, mchezaji Pacome Theodore Zouzoua ni mchezaji pekee wa Kitanzania ambaye ameweza kuqualify ama kwenda kushiriki michuano mikubwa ya kombe la dunia, michuano ambayo inatarajiwa kufanyika hapo mwaka 2026 katika nchi ya Canada, Mexico na Marekani. Bwana, kama ni mdau unamkubali Pacome, una nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare maoni katika 100%. Je, Pacome Zouzoua wewe unamkubali kwa 100% ngapi? Shuka kwenye comment hapo kadondoshe maoni, na usitu kama bado hujaungana na familia yetu kwa kusubscribe, basi tunakusii usubscribe ili uwe wa kwanza kupokea taarifa na matukio ambayo yanaweza kubamba katika engo tofauti tofauti. Asante kwa kuwa nasi, bye bye.